watumishi wa Mungu kwa kufika kwenye ibada leo. Leo ni siku ya tatu ya mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia ni siku ya Jumatano ya Bible study. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe ambaye umefika, lakini pia wewe ambaye tangu Jumatatu tumekuwa pamoja mpaka sasa hivi tunaendelea kujifunza maneno mbalimbali ya Mungu yanayotujenga na kutuimarisha, kutufanya tuwe chuma. Maandiko yanasema chuma unoa chuma. Kwa hiyo unapojifunza vitu pia za kufunga na kuomba, Mungu akubariki wewe pia ambaye unaendelea kufunga na kumtafuta Mungu. Maandiko yanasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bidii ni kumtafuta Mungu bila kuchoka, bidii ni kumtafuta Mungu bila kukata tamaa, bidii ni kuwa na kufanya jambo kwa uendelevu bila kuangalia vikwazo au magumu unayokutana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika eneo lolote lazima uwe na bidii, na lazima vikwazo viwepo, lazima zingine kukatisha tamaa yawepo, lakini bidii ni kufanya zaidi ya uwezavyo. Bidii ni kutokuangalia mazingira au changamoto unazokumbana nazo. Wewe una base na kile ambacho umepanga kukifanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Naam, leo ninataka nikufundishe kuhusu silaha zitakazokusaidia kumshinda adui. Silaha zitakazokusaidia kumshinda adui shetani. Amina. Ukishaokoka moja kwa moja wewe unakuwa umetangaza uadui kati yako na Ibilisi, kwa sababu wakati hujaokoka ulikuwa ni rafiki yake na Ibilisi, ulikuwa ni rafiki yake na adui au shetani. Kwa namna gani? Kwa sababu ulikuwa ukifanya yale ambayo shetani anakubaliana nayo. Ungeliweza kufanya kile ambacho adui shetani anakihitaji. Lakini ukishaokoka maana yake unakuwa umemkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, na kuwa umejitoa kuwa wa Yesu Kristo. Ndio maana kule kwenye dini zetu kwa tunasema ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, na jitoa kuwa wako. Alafu Najitoa kuwa wako. Sasa ukishamkataa shetani na yeye anaanza kukuwinda. Kwa nini umenikataa? Anaanza kukuletea vichangamoto, anaanza kuinua hiki, anainua hiki, anainua hiki. Kwa hiyo ni muhimu ujue huyu shetani utamshinda kwa namna gani. Hakuna askari ambaye anakwenda vitani bila silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwanajeshi ambaye anaenda vitani bila kuwa na silaha. Na hakuna mkulima anaenda shambani bila jembe au panga. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujue wewe kama Mkristo ni vitu gani unatakiwa uwe navyo ili uweze kumshinda shetani. Kama unaona shetani anakushinda, kama unaona wachawi wanakushinda, kama unaona kuna vitu vinakushinda, maana yake kuna silaha umeshindwa kuwa nazo au uko nazo ila hujui namna ya kuzitumia au uzitumie. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Maandiko yanasemaje? Kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Biblia inasemaje? Unasema? Ndiyo. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana sisi tuliookoka kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Kuna ufalme, alafu kuna mamlaka za giza, kuna falme za giza, kuna mamlaka za giza.
juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna majeshi ya pepo wabaya. Majeshi ya pepo wabaya yamejipanga kumlarua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hatimaye tuzidi kuwa hodari. Bwana apewe sifa. Tuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema vaeni silaha zote za Mungu. Sema silaha zote. Silaha zote. Mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Mpate kuzipinga ila za shetani. Mpate kuweza kuzipinga ila za nani? Za shetani. Kwa hiyo ujue kuna hila za shetani. Amen. Amina. Kuna hila za nani? Za shetani. Kuna uongo wa nani? Wa shetani. Kuna upinzani wa nani? Wa shetani. Kuna vita inayotoka kwa nani? Wa shetani. Sasa haya yote unayapingaje? Biblia inasema vaeni silaha zote za shetani. Za nani? Za Mungu. Silaha za shetani za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Doris, vaeni silaha za shetani. Si ndio Si ndio? Vaeni silaha zote za shetani ili upate kuzipinga ila za shetani. Vaeni silaha za nani sasa? Haukuwa hapa. Bwana tunajifanya tumekosea ili tuwajue ambao hawako hapa. Bwana asifiwe. Amina. Vaeni silaha zote za Mungu ili upate kuzishinda ila zote za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri yake, kama hujazivaa hizi silaha zote za Mungu, hautaweza kuzishinda ila za shetani. Amina. Si ndio? Hajasema vaa silaha chache. Amesema vaa silaha zote. Kwa hiyo kati ya silaha zote wewe ukiwa na moja, manake kuna mahali utafeli. Kati ya silaha zote ukiwa na mbili, manake utafeli. Kwa hiyo kinachotakiwa ni uwe nazo zote. Kwa hiyo kama kweli unajua na nikwambie tu ukweli na nisikudanganye mpendwa katika Bwana. Sisi tuliokoka tunawindwa sana na shetani. Sisi tuliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunapigwa sana vita na wachawi na mashetani na nini na dunia. Yaani misukosuko ni mingi. Sasa kinachotushindia sisi ni kuwa na silaha. Kwa hiyo kama umeokoka na huna silaha, ujue kabisa hautashinda. Hautakuwa salama. Usalama wako utakuwa ni mdogo. Kwa sababu Biblia ishatuonyesha kwamba kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Unajua damu na nyama manake? Manake sisi hatushindani kwa kupiga ngumi. Sisi hatushindi kwa maneno, kwa kujibizana. Sisi hatushindi kwa kugombana. Sisi hatushindi kwa kulipizana visasi. Sisi hatushindi kwa kununiana. Sisi hatushindi kwa kusemana vibaya. Sisi hatushindi kwa njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ila Biblia inasema ni juu ya falme na nini na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Maana katika ulimwengu wa roho kuna falme za shetani. Kuna falme za wachawi. Kuna majini. Kuna mizimu. Kuna mapepo. Kuna magonjwa. Kuna takataka za kila namna katika ulimwengu wa roho. Sasa uweze kuyashinda magonjwa, uweze kuwashinda wachawi, uweze kushinda wakuu wa giza, ushinde wakuu wa anga, ushinde mizimu ya mababu na mabibi, ushinde wanadamu wasiokupenda, ushinde wanafiki. Wewe unategemea una ujuzi kiasi gani wa kushinda vyote hivyo kama una silaha? Kuna watu wanakuroga, unategemea uwashinde, una silaha. Shetani anatamani akurudishe kwenye himaya yake. Unatamani unafikiria utamshinda bila silaha. Unakuta marafiki zako hawapendi ufanikiwe, unategemea ushinde, una silaha. Kuna mizimu ya mababu na mabibi inakutaja kila wakati.
huyu bana ni wetu, huyu ni wetu, huyu ni wetu, unategemea ushinde bila silaha. Sasa silaha hizo ni zipi? Silaha hizo ni silaha gani? Sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Sasa kwa sababu ya hao wote maadui, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Mstari wa 14 naona sema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Sasa ameanza kuziorozesha silaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Silaha namba 1 ya mtu aliyeokoka. Anasema namba 1 ni kujifunga kweli viunoni. Sasa hapo ndio uone. Tunaosema Biblia kama gazeti. Ukikuta neno kweli viunoni, wewe unaelewa nini? Najifunga nini viunoni huko? Unaelewa nini? Kweli viunoni ni nini? Baresa sifiwe. Hapo anachokizungumzia ni kuwa ni mtu unayesimamia ukweli. Yaani mtu ambaye wakati wote umesimama na kweli yenyewe. Ni mkweli. Najua maisha ya uongo huwa hayadumu. Amina. Naweza ukadanganya, lakini kuna wakati ukweli utakuwa wazi, alafu uongo wote utadhihirika. Kwa hiyo kuishi maisha ya kuwa mkweli inapendeza sana, inakulinda sana, inakutetea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba 1, uwe mkweli. Hata kama umeiba, sema ukweli. Bwana, ninaomba mnisamehe, mimi nimedokoa nyama. Ni kweli kabisa, sijasingiziwa, nimeiba. Kama wanakuhukumu, watakuhukumu. Kama wanakusamehe, watakusamehe. Lakini hili bado rehema na msamaha upo. Bwana asifiwe sana. Sema ukweli. Nimekosea katika eneo hili, katika hili, lakini naomba Mungu anisamehe. Na ninyi naomba mnisamehe. Sisi tuliokoka tunatamani kuwa tunasema ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu anayesema ukweli haogopi aibu. Anachoogopa ni madhara ya kuuficha ukweli. Madhara ya kutokuwa mkweli ni makubwa sana kuliko aibu ambayo ungeipata. Kuliko aibu ambayo ungeipata wakati unasema ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mkweli anaonekana mjinga lakini kwa muda mchache sana, lakini mtu mwongo ataonekana mpumbavu kwa muda mrefu sana. Bwana pesa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunga silaha hii ya ukweli. Ukweli unaweza usiwe na maana katika ulimwengu wa damu na nyama, lakini ukweli una nguvu katika ulimwengu wa roho ambako vita ndiko inakopiganiwa. Tunaenda pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Nirudie tena. Bwana asifiwe. Ukweli hauna maana katika ulimwengu wa damu na nyama. Unaweza ukaonekana hauna thamani. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali tunapigana katika ulimwengu wa wangapi wanapafahamu kwenye ulimwengu wa roho? Walishawahi kwenda, wanapajua kwamba mimi mchungaji huwa naendaga wanapigana huko. Alafu natoka nikiwa nimeshinda. Wangapi wanapafahamu katika ulimwengu wa roho? Wangapi walishawahi kwenda katika ulimwengu wa roho? Wangapi? Kwanza watu hawajui. Tunaposema ulimwengu wa roho, yani kama mtu anajiuliza ndio kitu gani, kidude gani? Ni ulimwengu ambao upo lakini hauonekani kwa macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Ni ulimwengu ambao hauonekani lakini upo, na kule ndio matatizo yanakoratibiwa. Chochote unachoona kinatokea kinaratibiwa katika ulimwengu wa roho. Kinasukwa katika ulimwengu wa roho. Alafu matokeo ndio yanakuja kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Kwa unapokuwa mkweli, unakuwa umetengeneza mazingira ya kuzuia madhara yasitokee yanayosukwa katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa unaharibu
Adui anatumia uongo wako kama njia ya kugopo ya kukuzuru. Kwa unapokuwa mkweli unakuwa umemovertake adui, anashindwa kuzuru katika lipi. Niwatolee mfano ambao nishawahi kuwatolea mahali hapa. Niwahi kuwatolea mfano kwamba kuna watu fulani ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye hoteli moja hivi. Hoteli kubwa na nzuri. Na moja ya masharti au sheria za hoteli ile ilikuwa ni kwamba hauruhusiwi kutoka na kitu chochote hotelini ambacho umeingia ukakikuta. Yaani uruhusiwi kutoka hata na sukari, uruhusiwi kutoka na mboga, uruhusiwi kutoka na kitu chochote. Kama ulivyoingia mikono mitupu ndivyo unavyotakiwa kutoka na mikono mitupu ukiwa ni mfanyakazi wa hiyo hoteli. Siku moja mfanyakazi mmoja wapo akawa na mazingira magumu sana nyumbani. Kwa hiyo siku hiyo akaingiwa na roho ya wizi. Akaiba mafuta, akaiba mchele, akaiba vitu, akafunga. Wakati sana anaondoka, kwa hiyo alivyoiba, bahati mbaya akaonwa na mfanyakazi. Mfanyakazi mwenzake akamwona. Alivyomuona akamwambia, ninaenda kukusema kwa meneja. Naenda kukushtaki kwa meneja. Sasa yule akamwomba msamaha. Akamwambia mazingira alionayo, akasema ninaomba usiniseme tafadhali. Sasa yeye akasema ili nisikuseme ninakupa masharti. Kila utakavyokuwa unakuja kazini asubuhi, hakikisha kwanza unafanya kazi zangu, unazimaliza ndio unafanya zako. Hapo ndipo sitakusema, nitakutunzia siri. Bwana asifiwe. Kwa alichokifanya huyu ndugu akawa anaamka kila siku mapema, anawahi, anaanza kufanya kazi za yule mwenzake anakaa, anachati, yani afanye kazi. Huyu ndugu anakuja anafanya kazi zake, akimaliza ndo anaanza kufanya za kwake. Kwa hiyo akawa mtumwa. Hata akimwambia nimechoka, huyu anamwambia umesahau. Usipofanya kazi yangu ninakusemea, unafukuzwa kazi na adhabu nyingine juu. Kwa hiyo ndugu akaishi maisha ya utumwa kwa siku kadhaa. Siku moja akawaza, kwa nini nateseka namna hii? Kwa nini ninateseka namna hii? Huyu ndugu yangu anapokea mshahara, kazi nafanya mimi, yeye ndiye anapokea mshahara. Kwa nini naishi maisha ya utumwa? Kwa akasema leo nitakwenda kuweka wazi nilichokosea kwa meneja. Nitaenda kuukiri ukweli wa makosa niliyoyatenda. Bwana sifiwe. Akaondoka, alipomaliza kazi, akafika kwa meneja, akamwambia meneja, samahani, siku kadhaa zilizopita nilikuwa na mazingira magumu sana nyumbani kwangu. Nilikuwa na hali ngumu sana. Kwa hiyo nikaingiwa na ile tamaa, nikaiba vitu. Nikaiba mafuta, nikaiba mchele kidogo na nini. Kwa sababu ni nyumbani nina watoto wananitegemea. Kwa hiyo meneja, nimekuja, naomba unisamehe. Kama utanisamehe nitashukuru sana. Lakini adhabu yote utakayonichukulia meneja, nashukuru meneja, nimekuja kutubu. Bwana asifiwe. Meneja alipoona vile akamwambia, kwa kuwa umekuja mwenyewe kuomba msamaha, mimi nimekusamehe. Sisi ni binadamu, tunapitia mazingira mengi mbalimbali. Lakini kwa kuwa umekuwa mkweli, tafsiri yake wewe nia yako haikuwa hivyo. Tabia yako sio hiyo. Kaa vizuri. Tabia yako sio hiyo. Kwa hiyo mimi nimefanyaje? Nimekusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Akasamehewa. Kwa alivyosamehewa akaendelea na majukumu yake. Sasa kesho yake asubuhi akaenda muda wa kazi sahihi, akafika, hakufanya kazi za yule jamaa, akaenda kufanya kazi zake. Yule jamaa akaja, akamwambia, kwa nini hujafanya kazi zangu? Anamwambia, usinisumbue. Sasa anamwambia, jeuri huyu anaitoa wapi? Kiburi anakitoa wapi? Anamwambia, naenda kukusemea kwa meneja. Anamwambia, nenda kaseme. Nenda kashtaki. Kaseme. Sifanyi, usininyanyase. Basi yule jamaa akaondoka kwenda kwa meneja. Kafika kwa meneja, meneja, fulani aliibaga 1, 2, 3. Akamwambia, lini? Akamwambia, ulimuona yeye. Kwa nini hukusema? Kawa ana cha kujibu.
Akasema aha, kwa hiyo sasa wewe ndio mwenye makosa. Wewe ndio mwenye makosa. Kwa nini unaona watu wanakosea na uje kusema unaficha makosa ya watu? Unaficha uovu wa watu. Kwa hiyo wewe ndio unayesababisha madhara na hasara kubwa kwenye hoteli. Kuanzia leo hauna kazi. Akafukuzwa. Yule aliyetubu jana akaendelea na kazi yake. Unaona? Kwa hiyo ukweli ulimtoa kwenye utumwa. Bwana sifa, niongezee sauti kidogo ya mic. Mambo unakuwa muongo, unakuwa mjanja, wakati wote unaishi kwa kujiami. Wakati wote unaishi kwa mashaka, kwa wasiwasi. Unahisi labda watu wameshanigundua, unahisi labda watu yaani unakuwa una amani, una confidence mbele za watu. Una ujasiri, ujiamini, ujikubali. Na hiyo anaitumia adui kukunyanyasa. Adui anaitumia kama fimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wakati mwingine unakuwa mtumwa kwa watu. Unaogopa watu fulani. Kwa nini? Kwa sababu kuna siri zako wako nazo na wewe hujataka kutubu kwa uwazi. Hujataka kuweka wazi, mimi nimekosea 1 2 3. Kama unasamehewa. Sasa kwa sababu mdogo wako au mtu fulani anajua ulifanya 1 2 3 na wewe unaogopa asikuseme, unaishi kama mtumwa kwake. Unakuwa muoga muda wote. Anaweza akakukanyaga na hakuna kuongea. Atakupiga ngumi ukitaka kuongea, wewe umesahau. Hiyo nilikuwaga fibe ambayo mdogo wangu alikuwaga anaitumia kunichapia mimi. Kama kuna kakosa nimefanya, naomba usiniseme. Sema haya, sikuseme. Kesho atanifanyia bonge la kituko. Nikitaka kupiga na sema wewe umesahau. Nakimbia kwa baba. Ukishaona hivyo unanyongonyea, unakuwa mpole tu. Basi. Kwa hiyo unakuwa una sauti. Kwa hata wakinibakizia chakula natoka shuleni, wamenibakizia chakula kwenye hot pot, anawaya anakipiga chote. Nikienda nasema kweli chakula walikuachia lakini nimekila. Umesahau kituko ulichokifanya? Una namna, unakuwa mnyonge. Kwa sababu unajua akivujisha siri kwa baba, kwanza unafungwa kama baba yangu alikuwa anapiga vibaya. Anakufunga mikono na miguu, anaiunganisha hivi, alafu anakuninginiza juu kama pale. Baba anapiga vibaya sana. Alafu alivyo mkono fimbo zote zikiisha. Kwa hiyo tumetandikwa mpaka tumetandikika. Tumenyooshwa kweli kweli. Nina alamaga hapa, kuna alama. Baba alinitandikaga rungu moja hapa. Hapa hapa. Siku hiyo nilikuwa najihami ninakimbia, akanikimbiza. Akachukua rungu ananikimbiza nalo. Sasa niliona kama namwacha akanipiga kichwani hapa. Kichwa kikaenda, hiki kikavimba, kikaja huku na hiki kikaja huku. Nikana kama vichwa viwili. Zamani sana, kama 2006 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ukikosea na bahati mbaya akakuona mdogo wako, inabidi ukubali kuwa mtumishi wake. Kubali kunyanyaswa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba alikuwa ni mnyonge. Kama ukienda kwake na kuomba msamaha, yaani ukamwambia baba nilikosea 1 2 3, alikuwa hajui, ninaomba unisamehe, alikuwa mnyonge sana. Alikuwa anasamehe. Alikuwa mtu mwenye huruma. Hata sasa ni mtu mwenye huruma sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hata kwa Mungu ilivyo. Ndivyo hata kwa Mungu ilivyo. Biblia inasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Kwa hiyo usifiche dhambi, usifiche makosa. Shetani
na usipokubali kufanya ya kwake, Biblia inasema anaenda kukushtaki kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matukio mengine yanatokea kwetu kwa sababu shetani anaenda kuyachochea, na akionekana ana haki, anapewa ruksa ya kusababisha tukio litokee. Mungu hawezi kuruhusu ajali. Mungu hawezi kuruhusu magonjwa kwa watoto wake. Haijawahi tokea. Mungu hawezi kumpiga mtu. Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye huruma, na ni Mungu anayeliangalia neno lake ili apate kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kukupiga, ila shetani ndiye anayepewa nafasi ya kukusurubu. Ukitaka kuelewa hilo, angalia wakati wa Ayubu. Matukio yaliyompata Ayubu ni shetani aliyesababisha. Lakini kabla ya matukio kuna mazungumzo ambayo yalikuwepo kati ya Mungu na nani? Na shetani. Leo unapokosea unampa cha kusema shetani. Unapotenda dhambi unampa cha kuongea shetani. Sasa ili shetani asiendelee asiwe na cha kuongea, unakimbia haraka magotini pa Bwana. Mungu wangu, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda dhambi asubuhi, nimekwapua simu ya mtu, lakini Mungu naomba unisamehe, narudisha simu ya watu. Unaomba toba, unajimimina, unajimaliza kwa Bwana, unamimina machozi yako kwa Bwana, unaomba toba paka ndani yako kunakuwa na ujasiri. Nataka nikwambie, shetani hata aende na nini, ana hoja yenye uzito kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu atabaki kusema tu kwamba ulikuwa kahaba, kwamba ulikuwa mwizi, kwamba ulikuwa jambazi, kwamba ulikuwa mchawi. Watabaki kuongea, lakini wewe ni salama sana mbele za nani? Mungu mnaleta viti vya kutosha. Hii ni 2025. Bwana Yesu asifiwe. Si 2024. Hii ni mwezi wa 4. Sio mwezi wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Bwana, ni muhimu sana wachawi, kuwakemea wachawi, kukemea roho za magonjwa. Ugonjwa unakuja unakunyanyasa, ujasiri wa kusema uanze kusambaratisha. Toka roho ya magonjwa, toka niachie, toka mateso, toka. Ile hali inakosekana, ule ujasiri ndani unakosekana. Kwa nini? Kuna mashtaka. Yaani adui anaona huna mamlaka ya kumkemea, ana siri zako nyingi ambazo anasimama nazo mbele za Mungu huyo ambaye unataka akusaidie. Kwa hiyo ukweli, unaposimama mbele za Bwana ukaomba toba, ukaweka wazi makosa yako na ukabadilika, hiyo inakupa tiketi moja kwa moja ya kumnyang'anya haki ya hati alizonazo adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukweli unakuweka huru. Ukweli unakufanya uwe jasiri. Ukweli unakupa confidence, unakupa kujiamini. Ukweli unakupa kujikubali. Amen. Lakini silaha namba 2, silaha ya pili inayokusaidia mtu aliyeokoka kumshinda adui au kumshinda shetani. Silaha namba 2. Biblia inasema mstari wa 15 anasema kwenye Efeso 6. Ambao mmechelewa kidogo, tunasoma wa Efeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea. Sasa tunaenda ule mstari wa 15. Biblia inasema na kufungiwa miguu ya utiai tupatao kwa ajili ya amani. Mstari wa 16, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Mkiitwaa ngao ya nini? Ngao. Wangapi wanaifahamu ngao? Ngao, wangapi wanaifahamu? Wangapi walishawahi kuisikia? Nadhani wengi tunaifahamu ngao, si ndio? Ni kifaa fulani ambacho zamani, sijui na sasa hivi,
walikuwa wakikitumia mishale, anakuwa amekishika hivi. Kwa hiyo maadui wanapokuwa wanarusha ile mishale, wanakuwa wanakitumia kujikinga na mishale ile. Kwa mishale ukija unagonga pale, anabaki salama. Kwa hiyo ni ufundi wako tu. Akilenga kichwani unapeleka hivi, peleka huku, peleka hivi. Kwa hiyo ulikuwa unaitumia ile kujikinga na ile nini? Ile mishale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile inaitwa nini? Ngao. Adui huwa anarusha mishale. Bwana asifiwe sana. Adui huwa anarusha mishale. Na anaweza akarusha mishale ya magonjwa, anaweza akarusha mishale ya namna yoyote. Mishale ya namna yoyote. Sasa kama umeokoka, ngao yako Biblia inasema ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Itwaeni hiyo ngao ya imani. Sasa imani inafananishwa na hiyo ngao wanaoitumia hao watu au maskari wa kimila, sijui wa kinamna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani ni kizuizi, kwa lugha nyingine ni kizuizi kinachokuzuia usipate madhara yanayotoka kwa maadui zako. Imani ni kizuizi kinachokukinga na mishale au madhara yanayotoka kwa maadui zako au watesi wako. Imani ni sawasawa na boma au ukuta ambao wakati adui anarusha ile mishale inagonga kwenye huo ukuta. Bwana pewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mtu uliyeokoka kuwa na maisha ya imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na ujasiri. Imani ni kuwa na mtazamo chanya. Nafikiri mmeelewa sasa. Imani ni kuwa na mtazamo chanya. Imani ni kutazama vitu kinyume na vilivyo. Ni kuitazama vita kwa uchanya. Unaona changamoto lakini huoni changamoto. Yaani changamoto ipo lakini wewe huioni nini? Ni kweli unaona misukosuko lakini wewe hauitazami misukosuko. Ni kweli ni ugonjwa unauona kabisa huu ni ugonjwa, lakini ndani yako unaona uzima. Kichwa kinakuuma lakini ndani yako unaona unapokea uponyaji. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi ni mgumu, huna fedha, huna chakula, lakini ndani yako unaona Bwana akikulisha. Nini mbaya? Sifa. Kwa hiyo imani ni kuwa na mtazamo chanya. Imani ni kuvitazama vitu kwa uchanya. Imani ni dawa. Imani ni dawa. Imani ni dawa. Mungu akubariki. Ndio maana Biblia inasema wenye haki wa Mungu wataishi kwa. Unaamini nini? Wewe unaamini nini? Wewe unaona nini? Wewe unatazama nini? Unatafsiri vipi changamoto unazokutana nazo? Unazitafsirije? Unatazamaje? Unayatazamaje matatizo unayokutana nayo? Unayatazamaje? Wakati wengine wanasema uwezi, mwenye imani anasema naweza. Bwana asifiwe. Wakati wengine wanakimbia, wewe unasimama imara. Wakati wengine wanalia,
wewe unasema no, hakuna kulia, lazima tushinde kwa jina la Yesu, lazima tupenye, lazima tumiriki, lazima tutawale, lazima tupone, hatutakufa bali tunaishi. Wakati wengine wanasema lazima kwamba katika hali hii tunakufa, wewe unasema haiwezekani, lazima tuishi kwa jina la Yesu. Imeandikwa, tupitapo katika uvuli wa bonde la mauti hatutafanyaje? Hatutaogopa. Mtu mwenye imani sio mtu mwenye hofu. Hofu ni kinyume cha imani. Yaani ukikosa imani lazima utakuwa na mwoga. Mtu mwenye imani sio mwoga. Hata kama analetewa taarifa inayotisha, hatetereki. Mtu mwenye imani ikija taarifa mbaya inatisha, anaidharau. Anaona okay, wamesema, si Bwana aliyesema. Wameongea, lakini si Bwana aliyeongea. Na uzuri neno likikaa ndani yako, watakapokuletea taarifa mbaya, unasema hivi, maandiko yanasema yamkini watakusanyika, lakini si kwa shauri la Bwana. Ni kweli wamejipanga, lakini hawajatumwa na Bwana. Ni kweli wako sawasawa, wamejivika mikanda, lakini sio kwa mpango wa Mungu. Na kilicho cha Bwana ndicho kitakachosimama. Maandiko yanasema moyoni mwa mwanadamu mna ila nyingi, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Kweli tu bibi tule kwenye ukoo, kweli tule tu mzimu tule sijui tu nini, tumepanga, tumekaa vikao, kuna namna tumeongea, lakini si kwa shauri la nani? Mungu hakukaa kikao na mtu yeyote wakati anakuumba wewe. Wakati Mungu anakuamsha ukiwa mzima na unatembea, hajakaa kikao na mtu yeyote kwamba sasa mnaonaje leo tumpe ofa ya kuishi au la. Ni yeye imempendeza utembee, imempendeza uwe kama ulivyo, imempendeza uwe mfupi hivyo hivyo, imempendeza uwe mrefu hivyo hivyo, imempendeza uwe mweupe uwe mweusi, ndivyo Bwana imempendeza. Na kwa namna hiyo ameandaa riziki kwa mazingira hayo ulionayo. Amekuandalia riziki yako ukiwa mfupi hivyo hivyo, amekuandalia riziki yako ukiwa mrefu hivyo hivyo, ameandaa riziki yako ukiwa mwembamba hivyo hivyo. Kwa hiyo si wanene kwamba laiti ningelikuaga mnene mimi nisingekuwa na maisha haya, ningekuaga hivi, yani no. Bwana ameweka fungu lako katika hali hiyo. Uumbaji wa Mungu hauna mahusiano na riziki za Mungu alizozikusudia kwenye maisha yako. Yaani uumbaji hauna mahusiano yoyote na kuolewa kwako au kuoa kwako. Haleluya. Imani ni dawa. Kwenye kioo alafu jiambie mimi ni mzuri. Kaa kwenye kioo, jikague, jiangalie, alafu jiambie kwamba Bwana atanitokea nikiwa mweusi hivi hivi kama mkaa. Haleluya. Ukikosa imani, shetani atatumia hofu kama silaha ya kukuangamiza. Ukikosa imani, adui yako atatumia woga kama njia ya kukuzuru. Usikubali adui akujue vizuri kwamba wewe ni mtu mwenye woga. Usitake shetani ajue kwamba wewe ni mtu mwenye hofu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akishajua udhaifu wako, atatumia udhaifu wako huo kama fimbo ya kukuchapia. Silaha nyingine ya Mkristo au mtu aliyeokoka ambayo itamsaidia kumshinda adui, Biblia inasema tena ipokee chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la nani? Neno la nani? Neno la nani? Neno la Mungu ni silaha mojawapo ya kumzuru adui. Ndio maana Yesu alipofuatwa na shetani, Yesu akamwambia shetani, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Yesu alimjibu shetani, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha nani?
Aliposema mtu hataishi kwa mkate tu, anaposema tu anamaanisha nini? Mkate kweli, hebu mama kaa na mtoto wako huyu yake, lakini neno tu linamaanisha mkate peke yake hautoshi kumfanya mtu aishi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Katika kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Una neno la Mungu kiasi gani ndani yako? Maneno ya Mungu ambayo yako ndani yako ni mangapi? Neno la Mungu linalosimamia ulinzi wako ulilonalo moyoni ni lipi? So neno la Mungu, kila neno lina kazi yake kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno lilobeba ulinzi, kuna neno lilobeba uponyaji, kuna neno lilobeba ushindi, kuna neno lilobeba faraja, kuna neno neno unatakiwa ujawe na maneno mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yako natakiwa uwe na neno ambalo kama ukitokea ugonjwa, una neno ambalo linasema Bwana akuponya magonjwa yako yote, akusamee maovu yako yote. Katika waraka wa Yakobo anasema kuomba kwa imani kutamwokoa yule mgonjwa, na Bwana atamuinua. Hata kama amefanya dhambi, Bwana atamsamee. Hilo ni neno likiongea tu ndani yako, linakupa ujasiri wa kwenda mbele za Bwana kwa maombi. Kwambia Bwana, umesema, neno lako nasema, nikiomba kwa imani utaniinua juu. Na mimi nakuja mbele zako kwa imani. Mungu uliye hai, katika Isaya sura 53 mstari wa 4 na wa 5 imeandikwa, hakika umechukua masikitiko yetu, umejitwika huzuni zetu, lakini tulikudhania kuwa umepigwa na kuteswa na Mungu, lakini ulijeruhiwa kwa sababu ya maovu yetu, na amani ya makosa yetu ilikuwa juu yako. Na zaidi ya yote neno lako linasema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kama neno linasema kwa kupigwa kwako tumepona, Mungu angalia kansa hii, angalia vidonda vya tumbo hivi, angalia ya maumivu ya kichwa, angalia hii UTI sugu, angalia hii typhoid. Neno lako linasema ulipopigwa nilipokea uponyaji. Katika jina la Yesu ninajiambatanisha na huo uponyaji aliyouachilia Yesu msalabani. Najiambatanisha na huo uzima, najiambatanisha na hiyo afya, najiambatanisha na hiyo amani, najiambatanisha na uponyaji. Unaomba kwa imani. Wakati unaomba hauwazi kansa, unawaza lile tendo lililotendeka msalabani. Wakati unaomba hauwazi magonjwa au shida au dhoruba unayokutana nayo, unawaza kazi aliyoifanya Yesu msalabani. Na maandiko yanasema Yesu alipokaribia kukata roho, alipaza sauti yake akasema, sasa imekwisha, akakata roho. Anaposema imekwisha, manake amethibitisha kwamba kweli tabu zote zimekwisha. Kazi ameimaliza mwanaume Yesu, akakata roho, akashuka mpaka kuzimu. Maana uwezi ukashuka kuzimu katika mwili wa damu na nyama huu. Akashuka mpaka kuzimu, akaenda kule Sero, akamkuta bwana Ibilisi akiwa ameshikilia funguo, akamnyang'anya zile funguo, alafu akawaletea wanadamu duniani. Akawaambia katika Mathayo 18:18, akasema, tazama, lolote mtakalo lifungua duniani na mbinguni litakuwa limefunguliwa, na lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa. Sasa kwa namna hiyo hauhitaji tena askofu wala mchungaji wala mtume wala nabii. Ni wewe unasimama kufungua, na unachofungua kinafunguka kwa jina la Yesu. Unachokifunga kinafungwa kwa jina la Yesu. Haleluya! Kila aliyeokoka Bwana amempa uweza na mamlaka. Ndio maana maandiko yanasema, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna chochote
kitakacho wazuru. Sio wachawi watakao wazuru, sio majini atakao wazuru, sio waganga wa kienyeji, sio mizimu ya ukoo, sio magonjwa. Hakuna chochote kitakacho wazuru. Haleluya! Piga makofi mengi kwa Yesu. Haleluya! Hata hili neno tunahubiriana hapa. Hatuhubiri litoke hapa lipitie hapa alafu liende kule Kidubu asijui wapi Mwajasi. Hili ni lako. Linakaa ndani yako. Linakulinda wakati wa taabu. Linakusaidia wakati mambo yanapobadilika. Tunaishi kwenye dunia inayogeuka geuka. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao unabadilika badilika. Kwa namna tunavyojaza kwa wingi maneno ya Mungu na silaha za Mungu ndani yetu zinatusaidia dunia inapobadilika badilika. Kawaida ya mwili wa mwanadamu au akili ya mwanadamu huwa inaishi kwa mazoea. Imezoea kula vizuri, inaamini miaka 30 yote itakula vizuri. Amezoea kupendwa, anaamini atapendwaga siku zote. Jua kabisa kama unavyopendwa leo ndivyo kesho utakavyochukiwa. Kama unavyofuatwa leo ndivyo kesho utakavyokimbiwa. Kama wanavyokujali leo ndivyo kesho atakapokosa mpango na wewe. Sasa neno la Bwana litakusaidia majira yanapobadilika na wewe unabadilika nayo hivyo hivyo. Mambo yanapoenda hivyo unaenda nayo na upate madhara yoyote. Unabaki kuwa salama saa. Unapata madhara kwa sababu hujajua namna ya kukabiliana na mambo yanapobadilika. Mungu yaondoki ndani yako wala yapungui ndani yako. Hiyo itakusaidia my friend kuishi maisha ya ushindi siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18 anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Kwa sala zote na maombi. Amen. Na maombi mkisali siku zote katika roho. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Kusali kila wakati katika roho ni moja ya silaha ya kumshinda adui shetani. Kuwa na maisha ya ibada, kuwa na maisha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na maisha ya maombi, kuwa na maisha ya sala, kuwa na maisha ya kujisomea Biblia na kusikiliza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maisha yetu sisi. Hivyo ndio vyakula vyetu. Tukimaliza kula ugali na dagaa, tunasikiliza neno la Bwana. Hiyo ni kwa njia ya redio. Hiyo ni kwa njia kama hii. Tunasikiliza neno la Bwana. Tunapolisha miili yetu tunalisha na roho zetu. Kuna wakati nikamwambia wapendwa katika Bwana, ili mwanadamu awe na afya njema ya kimwili na muonekano unaovutia, lazima azingatie kuutunza huo mwili. Kwanza kabisa lazima aulishe mwili wake vizuri. Na Mungu, sijui ni Mungu, sijui ni wanasayansi, sijui ni wataalamu, walishaweka utaratibu mzuri wa kula. Kuna breakfast, kuna lunch, kuna dinner. Si ndio? Na ukizingatia mlo kamili unaijenga afya yako. Amen. Unaujenga mwili wako unakuwa vizuri. Licha tu ya mlo kamili, kula tu kunaupa mwili nguvu. Amen. Kula tu kunaupa mwili nguvu. Ndio maana unaweza ukabeba mawe, ndio unaweza ukachimba mitalo, ndio maana unaweza kufanya kazi ngumu kwa sababu mwili umeshiba na una nguvu. Lakini ukimaliza siku 3 bila kula, utakuwa na hali gani? Hutaweza kufanya kazi. Kuna vitu hutaweza kuvifanya. Kwa nini? Mwili umenyongonyea. Kwa sababu umekosa nini? Umekosa chakula. Sasa kama unavolisha mwili, hivyo na roho inavyohitaji kula. Chakula cha roho ni ibada. Chakula cha roho ni ibada. Hatufanyi ibada kwa sababu kuna magumu tunapitia. Tunafanya ibada kwa sababu ndio uhai na afya ya roho zetu. Sio, umeelewa? Nirudie hiyo pointi. Hatufanyi ibada kwa sababu kuna changamoto tunapitia. Kwa hiyo tumehitaji tu msaada wa Mungu, ndio maana tumeenda kwenye ibada. Tunafanya ibada kwa sababu
ndio uhai na afya ya roho zetu. Ili roho iwe na afya njema, inahitaji chakula cha kiroho. Chakula cha kiroho ni neno la Bwana, ni maombi, ni ibada, ni vitu vya kimungu unavyovifanya katika roho na kweli. Tunaposema katika roho na kweli, tunamaanisha kumaanisha. Unachokifanya unakifanya kwa kumaanisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaomba kwa risali zima, kila siku una risali moja la kuomba. Kila siku una risali moja la kuomba. Kwa wiki una siku zako 3 hata za kufunga, hata masaa 12. Ukawa ni mtu wa kufunga, ukawa ni mtu wa kujisomea neno la Mungu, ukawa ni mtu wa kujishughulisha na mambo ya Mungu. Roho yako ikanyongonyea, ikawa na makunyanzi. Haiwezekani. Maisha ya ibada yanakutoa kwenye hali, yanakutoa kwenye maisha ya simanzi. Yaani kuna watu ukiwaangalia unajiuliza, hivi huyu mtu alishawahi kufurahi? Yaani kuna watu unaweza ukawauliza, hivi huyu mtu alishawahi kuwa na amani? Alishawahi kufurahi? Anatia huruma. Yaani ukikutana naye asubuhi analia tu. Ukikutana naye mchana, yaani uso wake unaonyesha kabisa utadhani mzee, kumbe bado mtoto mdogo, maskini ya Mungu, miaka 24, 26, lakini sasa amechoka, amepauka, anatia huruma muda wote. Ni mtu tu kuhurumiwa. No, ibada ni sawasawa na mafuta au bliss. Ibada ni kilainishi cha safari yako ya wokovu. Ibada inalainisha. Ibada inaondoa makunyanzi. Ibada inaondoa makorokoro ndani yako. Bwana sifiwe. Ibada inaondoa madude, inaondoa masikitiko. Ibada inarejesha matumaini ndani ya mtu. Ibada inaondoa stress ndani ya mtu. Ibada inatengeneza hali ya matumaini mapya ndani ya mtu. Kwa hiyo ishi maisha ya nini? Ishi maisha ya ibada. Kila unapopata nafasi ya kumtafuta Mungu, mtafute nani? Unapopata nafasi ya kumtumikia Mungu, mtumikie nani? Umepata nafasi ya kushuhudia, wewe kashuhudie. Mtu umeokoka, unapataje nafasi ya kupiga umbea? Kuna vitu jaribu kuvibadilishia majukumu. Ule muda ambao unautumiaga kupiga umbea, kautumie kwenda kushuhudia watu 2 watatu, kuwafuate nyumbani. Kongo, auntie, kwema, kanisa sifiwe. Amen. Jamani, najua Mungu anatupenda. Yaani Mungu anatupenda sana. Yaani najua maisha ya kukaa tu nyumbani hivi yana maana. Hebu tutafute Mungu mpendwa. Tutafute Mungu mwenyewe. Unakuwa unashuhudia neno la Bwana. Tumia masaa yako vizuri. Fanya kazi zako za nyumbani. Osha vyombo, deki, fanya. Nafikiri naelewa ni sio kuwaelekeza cha kufanya nyumbani. Lakini unapomaliza shughuli zako, badala ya kwenda kijiweni kupiga umbea, nenda kashuhudia. Rafiki wa faida au vipi dada ile? Si ndio? Urafiki cha kwanza unawasababisha mwende mbinguni, unawafanya muwe na bidii katika mambo ya rohoni. Ndio maana hata juzi nikasema na leo ninasema, moja ya faida ya mahusiano ni kufanya uwe bora, ni kukufanya uwe bora zaidi. Kama huyu mwanamke ni rafiki yako, wewe ni rafiki wa watu tofauti, ni vizuri ukajua urafiki ule unaongezaga kitu gani kwenye maisha yako. Yeye urafiki wenu huwa umekuinua vipi? Mahusiano yako na watu wengine yamewezaje kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Urafiki wako unaimarisha vipi uhusiano wako na Mungu? Urafiki wako na mtu mwingine unastawisha vipi imani yako? Urafiki unaoendelea kuishusha chini imani yako sio urafiki sahihi. Urafiki unaokuhamisha ndoto zako sio urafiki sahihi. Huo ni ujamaa tu. Ni ujirani tu. Rafiki ni yule ambaye atakusaidia
Kama ulikuwa bora, unakuwa bora zaidi. Kama ulikuwa dhaifu, unakuwa mtu mwenye nguvu. Kama ulikuwa ni mtu wa kulala, unaamka unakuwa ni mtu wa kuingiza fedha. Rafiki ni mtu ambaye unaweza ukasema baada ya mwaka mmoja tangu nimejenga urafiki na huyo mtu, aisee, mambo yangu yameninyokea. Nilikuwa sina viatu, sasa hivi nina viatu. Nilikuwa sina kiwanja, sasa hivi nina kiwanja. Si kwamba alikupa hela, ila kulingana na story mlizokuwa mnapiga, kulingana na mazungumzo yaliyokuwa mnayapiga, yalikuwa yanamchochea huyu ndugu, yanamfanya aendelee kuwa na jitihada. Bwana Yesu asifiwe. Yanamfanya aendelee kuwa na nidhamu. Mnapigaga story ambazo zina discipline, zinamfanya mtu mwenye nidhamu, zinamfanya kuwa mtu mwenye utaratibu, zinamfanya kuwa mtu ambaye mwaka mmoja alikuwa hawazi kama angejenga. Sasa ameanza kuweka matofali kwenye kiwanja chake, ameanza kupeleka mawe, ameanza kupeleka kifusi cha mchanga, ameanza kununua mfuko ya simenti. Kwa sababu kila mkikutana namuuliza, ndugu yangu, ujue umri unaenda, una hata kiwanja, utakuwa mzee wa hovyo wewe. Hela, acha kuishi maisha ya kuigiza. Acha kufanyaje sijui. Sasa maisha kuigiza mwisho siku anakuacha kama ulivyo 0.0. Navaa tai na ninginiza na brush kiatu, lakini naigiza kama ninazo. Mwisho wa siku yanakuja kuniumbua siku moja. Kwa sababu kama 0 inabaki kuwa 0. Hamna kitu. Si ndio? Kuna wakati wa kuvaa tai, kuna wakati wa kujipaka majivu. Mchomea juani huwa analia wapi? Wewe unataka ulie kivulini wakati hujawahi kuchuma? Rafiki akufanye ni mtu, uwe ni mtu wa kumiza akili. Uwe ni mtu wa kupambana. Unaamka asubuhi unatafuta vibarua. Unaamka asubuhi unachimba hata mitaro. Kama ni dada ni mama, unaenda kwenye mageti ya watu unagonga. Unafika pale unamwambia, jamani, mimi nimekuja nikufulie nguo zako. Nitolee nguo zote nje chafu, mashuka yote nitolee nje, mapazia nitolee nje. Wewe vipi, umechezika hapo? Leo nafanya kazi ya kujitolea. Leta nifue. Analeta naweka pale sasa. Naambia, sasa mama, Mungu akubariki. Sasa mimi nitakufanyia 200, 500 tu. Hizi kwa sababu sio nyingi sana na nini, nitakufanyia 500 tu. Wewe niambia ni siku ya kujitolea. Ndio, yani maana yake kama isingekuwa siku ya kujitolea ningekufulia kwa bukubuku. Lakini sasa kwa sababu ni siku ya kujitolea nitakufanyia 500. Mimi hiyo hela sina, mimi ni 5,000 tu zote hizo. Nafua masaa mawili. Tena kama mtano wa kufuata risali fiki. 5,000 imeingia mfukoni. Umeona? Si hata imeingia. 3,000 umetunza, 2,000 umekula. Baada ya kukaa na kupiga miayo. Yaani haya maisha. Sijui mpaka lini. Bwana atanitokea. Atakutokea. Kasha kutolea minguo nje umeweka pale, hela ikishaingia ukaenda ukachukua mafuta yako, ukaoga, ukapaka, alafu vocha tayari ipo kwenye hata ukitembea unadunda, hamna shida. Utakuwa rahisi kwako kushinda. Kubali kuliishi neno la Mungu hata kama ni gharama katika kuliishi. Gharama ya kuliishi neno la Mungu si kubwa sana kama gharama kubwa ambayo ungeipata ungekuja kuilipa kwa kutokuliishi neno la Bwana. Liishi neno la Bwana, maumivu yake ni ya muda mchache. Kuliko kutokuliishi neno la Bwana ukaja kupata maumivu ya muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kataa uvivu. Ongeza jitihada na viwango vya kumtafuta Mungu. Mungu ni wa haki, Mungu ni mwaminifu, Mungu atakuwezesha kufika mahali ambapo hujawahi fikiri kama utafika. Maandiko yanasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kuna vitu tunajua, lakini kuna vitu hatujui, na Bwana atatupa kuvijua. Kuna vitu tumewahi ona, lakini kuna vitu hatujawahi ona vitatokea kwenye maisha yetu. Vitu vilivyobeba ukuu na uweza wa Mungu. Vitu vitakavyotupa furaha na amani siku zote. Nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Tunajua kwa sehemu, kuna vitu vingi hatujui. Yesu atatutendea maana ana uwezo wa kutenda. Yesu atatubariki maana ana uwezo wa kutubariki. Yesu atatupa uzima maana ana uwezo wa kutupa uzima. Yesu atatupigania maana anao uwezo wa kutupigania. Yesu atatushindia
maana anao uwezo wa kutushindia. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kesho vile vile muda kama huu kujifunza maneno ya Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Pigie Yesu makofi. Sasa mama, nipe hata buku. Ninunulie mtoto wangu sukari pale. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mahusiano yatupe wivu wa kimafanikio. Mahusiano yatupe wivu wa kimaendeleo. Mahusiano yatupe kuongeza jitihada. Mahusiano yatupe ile nini? Kuongeza bidii. Si ndio? Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Na uzuri mmoja ya vitu ambavyo kanisa hili linafundisha ni pamoja na kufanya kazi. Ni pamoja na kuwataka watu wapambane wafanikiwe. Hatuamini tu kwamba tutafundishana habari peke yake ya kwenda mbinguni tutaishia hapo. Ni kweli tutafundisha namna ya kuishi ili uweze kwenda mbinguni. Lazima uishi maisha matakatifu. Lakini mbinguni hauendi kesho wala kesho kutwa. Mbinguni wewe utaenda. Kuna watu hapa Mungu akisema nataka nikuue, kuna mtu anakubali kufa. Niliona juzi Jumapili tuko kwenye kikao hapa. Jioni giza limeingia ikapiga radi moto ukawaka hapo. Wakukemea kwa jina la Yesu walikemea. Toka pepo kwa Yesu. Shinda. Mungu wangu tusaidie. Kwa nini usiache tu ukaenda mbinguni? Mbinguni kwa Baba. Kuna habari nyingi. Sisi tunaimbaga. Huko hakuna mateso, hakuna raha, hakuna njaa wala hakuna nini. Lakini tu ukiona dalili ya kufa tafsiri yake bado unahitaji kuishi. Utaishije sasa kama ufanye kazi? Utaishije kama huna hela? Utaishije kama huna amani? Utaishije? Unaweza ukapangilia vizuri ratiba zako, mambo yako, na Yesu akaendelea kuwepo. Mimi huwa nina sentensi moja ambaye nilidakaga zamani sana kutoka kwa mchungaji wangu. Akawa anasema, kijana inabidi uwe na akili kichwani, uwe na Yesu moyoni, na uwe na hela mfukoni. Pesa mfukoni, akili kichwani, Yesu moyoni. Hivi vitatu. Yaani wewe umetoboa duniani. Akili itakusaidia kupambanua vitu. Yesu akiwa moyoni, makorokoro hayatakuwemo. Maana Yesu hawezi kukaa na makorokoro. Mahali penye Yesu hapana shetani. Mahali penye Yesu hapana dhambi. Mahali penye Yesu hapana uchafu. Mahali penye Yesu ni patakatifu, ni pasafi. Mahali penye Yesu pana amani. Yesu mahali alipo kuna uzima, kuna amani, kuna furaha, kuna upendo, kuna uvumilivu, kuna vitu vingi. Bwana apewe sifa.